Wapendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunayo siku njema, siku ya leo ambayo tumepewa na Mungu Baba Mwenyezi, ambayo natamani tutafakari katika majira haya huduma nzima ya ukombozi wa Yesu Kristo na mambo ambayo tunaweza tukamwomba Mungu Baba kupitia sadaka ambayo yeye mwenyewe ameitoa kwa ajili yetu. Na kwa hiyo ninatamani nianze na kipengele cha uchumi, namna ya kuweza kuombea uchumi kupitia neno la Mungu katika majira haya ya Kwaresma, ama majira ya kukumbuka mateso ya Yesu Kristo na ukombozi wa mwanadamu. Na tunapoanza, kwa sababu nitapita kwenye mistari mingi, kwanza tuombe. Baba, tunakushukuru tena wakati huu tunapokuja kwako katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunalishukuru jina lako, tunashukuru wema wako ambao Bwana umetupa, tunashukuru huruma yako ambao Bwana umetupa, tunashukuru fadhili zako ambazo Bwana umetupa. Tunakuja kwako tukiomba utusamehe. Wewe Mungu Baba ni mtakatifu, unakaa mahali palipo patakatifu, tena pamoja na mtu aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Na sisi tunaleta roho zetu mbele zako tukiomba Bwana wema wako na fadhili zako zionekane katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya wema huu, asante kwa ajili ya fadhili hizi. Na Roho Mtakatifu wa Mungu wa kwako tunamuomba atusaidie kuweza kufafanua maneno haya kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, tunapoongelea kipengele cha uchumi katika mateso haya ya Yesu, kuna mistari ya kutuongoza na kutusaidia, kwa sababu Yesu Kristo ndio amebeba siri yote ya uumbaji na mafumbo yote ambayo yako kwenye uumbaji. Kwa tunapomwangalia Yesu, tunaangalia kabisa vigezo na masharti vya maisha yetu haya ya hapa. Kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 26 mstari wa 14 mpaka 16, neno la Mungu linasema, wakati huo mmoja wa wale thenashara, jina lake Yuda Iskariote, aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Kwa hiyo tunaona pesa inaongelewa hapa, lakini swali la kujiuliza ni hili: je, wakati makuhani wanasema hicho kiwango, ni nini kilichosukuma wao wakataja hicho kiwango? Wangeweza kusema tutatoa vipande 10, wangeweza kusema kwamba tutatoa vipande 20, lakini walisema vipande 30. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 32 anasema hivi: ng'ombe akimtumbua mtumwa mume au kijakazi, mwenye ng'ombe atampa bwana wao shekeli 30 za fedha, naye ng'ombe atauawa kwa kupigwa kwa mawe. Kwa hiyo kwenye mistari hii makuhani walipotaja vipande 30 vya fedha, walikuwa wanaonyesha kwamba huyo Yesu unayetuletea sisi tunamdharau, sio bidhaa iliyo njema. Kategori yake yeye, ngazi yake yeye, klasi yake yeye ni kama house boy tu, ama house girl, ama shamba boy. Kwa hiyo Yesu alidharauliwa kiuchumi duniani. Sasa kama Yesu alidharauliwa kiuchumi, na waliohusika kwenye dunia hii kuhakikisha Yesu anasulubiwa ni mifumo ya kiutawala ya duniani, mifumo ya kiroho, mifumo ya kijamii. Kwa hiyo unakuta kwamba hii mifumo yote ya duniani ambayo ndio imeasisi masuala ya fedha ama mfumo wa uchumi wa dunia, ndio ambayo ilihusika katika kupanga bei ya Yesu Kristo, na hiyo ni bei ya dharau. Kwa hiyo mimi na wewe tunaomwamini Yesu, kama dunia ilimpangia Yesu kipimo hicho, mimi na wewe tunayemtumaini Yesu lazima
tujitathimini, lazima tujiongeze. Tutafanyaje? Ikiwa ndani yangu mimi nina roho ya Yesu, wewe mpendwa mwenzangu na roho ya Yesu, katika dunia hii watakapokuwa wanakaa vikao kupanga mshahara wako, ufahamu kwamba kutakuwepo na upinzani, kwamba wewe hata kama wewe ni mkurugenzi, wenzako wakiwa wanakuangalia kwa sababu imani yako imemvuta Yesu ndani yako, watakuwa wanakuona kwa ngazi ya kudharauliwa. Ndio kitu ambacho Roho Mtakatifu aliniambia. Unaona? Kwa hiyo twende turudi kwenye Mathayo sura ya 27 ule mstari wa 3 pale mpaka wa 10. Bado tunaongelea kuhusu vipande 30 vya fedha kwenye mateso ya Yesu. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akanena akasema, nalikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasani sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema, wakavitoa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi kama Bwana alivyoniagiza. Kwa hiyo nataka uone hiyo mistari yote hiyo, ukiona neno la Mungu linaongelea kitu kimoja kwa muda mrefu, maana yake hapo kuna fumbo. Niliwahi kusema wakati fulani kwenye kitabu cha Mithali sura ya 25 mstari wa 2, Mithali 25 mstari wa 2, neno la Mungu linasema hivi: ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Kwa ni wajibu wetu sisi kuchunguza vipande 30 vina jambo gani nyuma yake, kuna kitu gani cha kiroho kilichojificha nyuma yake, ili tutakapoweza kupata huo ufunuo, basi tuvunje hiyo password na sisi tuweze kuingia katika lile fumbo ambalo Mungu amelileta kupitia Yesu Kristo. Mtume Paulo mahali fulani anasema kwamba ile siri iliyofichwa, iliyositirika, lakini Mungu ameifunua katika majira yetu haya. Kwa hiyo tunaongelea hilo neno. Sasa mimi ninapokufafanulia hivi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni wa imani na vitendo, ninaanza kwanza na imani, na imani yangu lazima ianze na neno la Mungu, alafu nakuja kwenye vitendo. Kwa hiyo kwenye kipengele hicho kwanza nitatamani ni kushauri wewe ambaye unapambana na masuala yote ya uchumi, utatafuta fedha ambazo tunazo katika mzunguko wetu sisi wa Tanzania kwa mfano. Kwa hiyo kama wewe unafanya kwenye bureau de change, unafanya kwenye maduka haya kubadilisha fedha, utatafuta fedha ambazo unazitumia kwenye mzunguko wako. Inawezekana kwa mfano kama una dola, basi dola moja moja, kama una euro moja, basi euro moja moja, lakini zifikie idadi ya 30. Kama una 10,000 lakini zifike 30, hiyo ni 300,000. Kama una 5,500 zifike 30, 150,000. Kama una 2,200 hivyo hivyo zifike 30, 60,000 na kuendelea. Lakini mimi nitashauri kwa pesa za Tanzania utatumia kwa kwako wewe vipande 30 vitakuwa ama 10,000 30, ama 5,500 30, ama 2,200 30, utaamua mwenyewe, ama 1,100 30, ama 500 30. Sasa hizo kazi yake kubwa itakuwa ni nini? Ni kuvunja dharau ya dunia, majivuno ya dunia, kwa sababu Yesu tungesema ni bidhaa iliyotukuka mbinguni kuliko bidhaa nyingine yoyote ambayo ipo. Yesu ni kitu kitukufu kuliko kitu kingine chochote ambacho kiko katika mbingu na katika nchi. Ni kitu kilichotukuka, unaona. Lakini dunia ikamtukana Mungu, ikamtusi Mungu kwa kumwambia hicho kitu ulichokileta sisi kwetu sisi ni ngazi ya houseboy ama house girl. Kwa ni lazima tuisababishe roho ya Mungu iwe na hasira na jazba dhidi ya pesa. Kwenye kitabu fulani cha Mika ile sura ya 6
ule mstari wa 12 pale nitakusomea mpaka 15. Anasema hivi: kwa maana matajiri wake wamejaa jeuri, na wenyeji wake wamesema uongo, na ulimi wao una udanganyifu kichwani mwao. Basi kwa ajili ya hayo nami nimekupiga kwa pigo liumizalo sana, nimekufanya kuwa ukiwa kwa sababu ya dhambi zako. Utakula lakini hutashiba, na fedheha yako itakuwa kati yako, nawe utahama lakini hutachukua kitu salama, na hicho utakachochukua nitakitoa kwa upanga. Utapanda lakini hutavuna, utazikanyaga zeituni lakini hutajipaka mafuta, na hizo zabibu lakini hutakunywa divai. Kwa hiyo hapa Mungu anaongelea huyu jamaa alikuwa ana ujeuri unaotokana na pesa. Na kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, unaingia kwenye toba ukijua kabisa kwamba huyu Yesu unayemtumaini, huyu Yesu unayemwamini, huyu Yesu ambaye ni wa thamani sana mbinguni, alidharauliwa hapa duniani. Na kwa sababu alidharauliwa, dunia ilimkanyaga chini. Unatumia hiyo kusema Mungu Baba, nataka nikanyage mamlaka zote za dunia hii. Sasa tunaongelea lango la uchumi kwa miguu yangu. Ndio kitu ambacho tunataka tufanye, na kuonyesha tu hiyo mistari kwamba vipande 30 vya fedha utaviweka chini nyumbani kwako, chumbani kwako, mahali ambapo utaona wewe ni salama. Kwanza utaingia kwenye toba kwa Mungu Baba kwa kuidharau sadaka ya Yesu ya ukombozi wa dunia kwa vipande 30. Utaomba msamaha, kwa sababu mara nyingi sasa hivi ukiwa unamwambia Mungu naomba hela, Mungu anakerwa, anapata kero. Akiangalia hela ya dunia hii, anaona ndio ile hela ambayo Yuda aliichagua badala ya kumchagua mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo ndio naona kwamba yani Yesu ni bidhaa ya juu kabisa ambayo Yuda angeweza kuitunza na kuificha, lakini yeye akaiuza kwa vipande 30. Na wale makuhani aliofanya nao biashara nao pia wanaonyesha mifumo ya dini kwamba inathamini pesa kuliko Yesu. Kwa mimi nakufundisha namna ya kufanya. Utaweka hiyo hela chini kwenye sakafu. Nakupa mstari mwingine, Ayubu sura ya 22 mstari wa 24 na 25. Ama nisome mstari wa 22 afu niruke 24 na 25. 22 inasema 21, kitabu cha Ayubu 22 mstari wa 21. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Twende kwenye mstari wa 24 na 25. Nawe hazina zako ziweke mchangani. Tafsiri yake nini? Kitu chochote kilichotukuka kwako kiweke chini, ndio tafsiri yake. Ndio maana nimesema hivyo vipande 30 viweke chini. Yuda mwenyewe aliyemuuza Yesu alipogundua tu akavitupa chini. Kwa hiyo nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu ya Ofiri iweke kati ya mawe ya vijito, naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Unaona? Kwa hiyo Mungu anataka uondoe vipande 30 unavyovitamani ndani ya moyo wako, ili yeye aweze kukaa ndani ya moyo wako. Hapo ndio mahali pa kuanzia. Watu wote wanaotaka uchumi mzuri lazima Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kwa hiyo unakuta pesa, roho ya pesa ikiwa hapa kichwani, ujue Biblia iko chini. Ukiweka Biblia kichwani, pesa inaenda chini. Nataka uelewe hiyo. Hakuna uhusiano wowote wa moja kwa moja kati ya pesa na Mungu. Hakuna. Ni ama mmoja atukuke juu yako na mwingine akae chini. Hicho ndio kinachotakiwa. Ndio maana anasema vipande 30 utaweka chini, na utaingia kwenye maombi kumwomba Mungu toba. Kwa historia yote ya ukoo wenu, baba zako walipenda pesa, mama zako walipenda pesa, babu zako walipenda pesa, bibi zako walipenda pesa. Sasa Mungu Baba ameniambia hamna shortcut kwenye hiyo. Ukitaka akupe pesa, unatakiwa uweke pesa chini. Kila kilichotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo pesa imetukuka, pesa imetukuka kwenye jamii yetu yote. Imetukuka kwenye jamii yetu yote. Pesa inalindwa na mtutu wa bunduki.
Wodi za watoto za kuzalia watoto hazilindwi hata na mbwa. Kwa hiyo natamani uone hicho kitu ambacho Mungu Baba aliniambia hivi, mkitaka pesa yenu iwekeni chini, mimi niwekeni juu, mtapata pesa. Lakini kama mnang'ang'ana na hizo pesa zenu, mtaporomoka nazo mpaka jehanamu. Kwa hiyo nataka uelewe, pesa inathaminiwa kuliko Yesu. Pesa inathaminiwa kuliko Mungu Baba. Na Yuda Iskariote anawakilisha kundi kubwa sana. Tunaona kama Yuda Iskariote katika wanafunzi 12 yeye mmoja. Lakini ngoja nikueleze, sasa hivi ni wanafunzi 12 wanapenda pesa, wako tayari kumsaliti Yesu, na mtakatifu mmoja tu kama Yuda ndio yupo ambaye yuko tayari kuambatana na Yesu. Kwa ndio shida ambayo niliambiwa. Kwa hiyo Mungu akaniambia, tafuta vipande 30 vya fedha, utaweka chini, utaingia kwenye toba. Sasa nisikilize. Pale kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 27 ambayo nimesoma, ule mstari wa 5 pale mpaka ule mstari wa 6, akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akaenda akajinyonga. Sasa hapa napo kuna kitu kingine kizito. Kuna watu wengi wanajinyonga kwa sababu ya madeni. Kuna watu wengi wanafanya dhambi nyingi kwa sababu ya madeni, kwa sababu ya pressure walio nayo. Wanadaiwa huku na huku, wanadaiwa huku na huku. Wakuu wa makuhani wakavitoa vile vipande vya fedha, wakasema si halali kuviweka katika sanduku ya sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Sasa nisikilize, kwa kwako wewe utavipeleka kwenye madhabahu kanisani. Hawa makuhani walisema hatutavipeleka kanisani. Sasa nasema hivi, kwa sababu Mungu anavitaka hivi vipande 30 vihukumiwe mbele yake, kwa sababu na vyenyewe vilihusika. Yuda alijinyonga, lakini vile vipande 30 wakaenda kununulia vitu wanavyovijua wao. Sasa nasema hivi, vipande 30 vya fedha hautampa mtu, utavipeleka madhabahuni, utaviweka kwenye bahasha, utapeleka madhabahuni, wala huna haja ya kuambia watu. Lakini wakati unaomba, utajivua mavazi yote ya ufukara, mavazi yote ya umaskini, mavazi yote ya kudhalilika kwa sababu ya pesa. Utajivua matendo yote ya shetani. Wanapofika kukupangia wewe mshahara ama marupurupu ama nini, wanakukata. Chuki yote walio nayo dhidi yako kwa sababu ya Yesu utaikanyaga chini. Utafanya hayo maombi, na ile siku ya Ijumaa Kuu ambayo Yesu ndio anateswa, itakuwa tarehe 18. Hivyo vipande 30 vya fedha utavipeleka kwenye ibada kanisani kwako. Narudia tena, utapeleka kwenye ibada kanisani kwako. Ukienda kumpelekea mtu hivyo vipande, huyo mtu atakutana na laana mbaya na laana kubwa. Kwa hiyo hivyo vipande utakavyovitumia lazima viwe 30. Usitafute noti 3 kama hizi ukasema hizi ni 30. Hapana, 30 hapana. Sio 30 ya noti 3. Inatakiwa noti 30. Kwa hiyo kama utatoa 10,000 noti 30, kama 1,000 noti 30, kama 2,000 noti 30, kama utatoa 500 nani sarafu 30. Unaona, ambao utaitumia utakuwa naiweka pale nyumbani. Kwa utajifungua wewe, utafungua mwenzi wako, utawafungua watoto wako, kila mmoja mmoja kwa majina yake. Kwa hiyo hivyo vipande 30, sio kwamba uweke kila mtu vipande 30, hapana. Vipande 30 vihusike kwenye familia nzima. Kwenye familia nzima. Ndicho kitu ambacho kitafanya. Halafu tutaingia kwenye maombi ya kuombea kwamba unajifungua kwenye mkosi wowote wa kiuchumi. Sasa katika kuomba toba kuna ugumu mwingine wa kiuchumi ambao uliingia kwenu, unatokana na labda wale waliowatangulia waliwahi kuwa na mtazamo wenye dhambi kwenye uchumi. Wengine inawezekana walikuwa wanadhulumu, walidhulumu wajane, walidhulumu yatima, na wengine walikula rushwa, na wengine waliingia hata kwenda kutafuta utajiri kwa waganga. Kwa utaingia kwanza kwenye toba ya muda mrefu. Utamwambia Mungu, Baba, ninaomba msamaha, ninaweka hivi vipande 30 kwa sababu kupitia hivi vipande 30 tulifanya dhambi. Na dhambi tafsiri yake nini? Dhambi tafsiri yake ni kumkana Yesu. Kumkana Yesu ndio dhambi. Malaika amesema atakuja Roho atawashuhudia kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi kwa sababu hawanikubali mimi, kwa sababu hawanitaki mimi. Ndio Yesu anasema hivi. Kwa hiyo vipande 30 tutaingia kwenye maombi ya toba. Kwamba Mungu Baba, naomba msamaha wa dhambi. Utaombea upande wa baba, utaombea upande wa mama na asili yao yote.
na kama ndani ya familia yenu kuna ile roho ya kupenda pesa. Ukitaka kujua kuna roho ya kupenda pesa, unapokutana na pesa unajisikiaje? Mfano, ukapata taarifa kwenye akaunti yako ya benki wameingiza mshahara, unajisikiaje? Furaha unayokuwa nayo pesa ikiingia na furaha unayokuwa nayo neno la Mungu likija, kipi kina furaha zaidi? Na hii inazungumza, ni mtego sio kwako wewe tu, ni mtego kwa maaskofu, ni mtego kwa wachungaji, ni mtego kwa wainjilisti, ni mtego kwa kila mtu. Mimi ni mhasibu, naelewa hiki kitu, unaona. Kwa hiyo sasa, bila kutahiriwa moyo kwenye eneo la pesa, watu wengi wameokoka, lakini wana govi la pesa, hawajatahiriwa kwenye pesa. Kwanza wengine wanaitukuza pesa kuliko Mungu, wanaiangalia pesa kwa makini sana na kuitetemekea kuliko Mungu. Kwa hiyo hicho kitu sio sawa. Kwa hiyo tutaingia mbele za Mungu kwa ajili ya toba, tutaomba toba kwa ajili yetu, toba kwa ajili ya familia. Lakini pia ukumbuke kabisa, kumekuwa na udokozi wa mambo ya pesa, hata maofisini, hata makanisani. Sadaka inatolewa kwenye vyombo vya sadaka, wale wanaohusika kuhesabu sadaka, baadhi yao huwa wanaiba sadaka, wanadokoa sadaka. Kwa hiyo nataka kulileta hili jambo mbele zenu, kwamba kwenye ulimwengu wa roho sisi wote tunaonekana kama Yesu alivyoonekana mbele ya makuhani, ama kama walivyosema mbele ya makuhani kwamba huyu ni kama houseboy. Kwa katika ulimwengu wa Mungu Baba sisi wote tunaonekana kama mahouseboy, mpaka tutakapotahiriwa mioyo yetu na Mungu mwenyewe, mpaka Yesu atakapokuwa ni kitu cha pekee kilichotukuka ndani yetu. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3. Kwanza tuingie kwenye maombi. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 3 anasema hivi: maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hatutumainii mwili. Sisi ndio tuliotahiriwa, tunaomwabudu Mungu kwa roho na kuona fahari juu ya Kristo Yesu. Hatuoni fahari kwa sababu ya wingi wa pesa tulizonazo benki. Hatuoni fahari kwa sababu ya mishahara mikubwa tulio nayo. Hatuoni fahari kwa sababu ya umashuhuri wowote tulio nao. Tunaona fahari kwa sababu tunaye Yesu. Sisi ndio tuliotahiriwa. Waliotahiriwa ni wakina nani? Ni wale ambao wanaona fahari juu ya Kristo Yesu, wala hautumainii mwili. Mungu Baba, ninakuja mbele zako tena pamoja na wenzangu wote hawa, tunapokumbuka majira haya ambayo Bwana Yesu alitolewa sadaka. Ninakuja kwako Bwana na watoto wako wote hawa, tunapotafakari maneno haya, ninaomba msamaha wa dhambi na ninaomba utakaso. Na Mungu Baba, mimi nakiri mbele zako, baba yangu alikuwa anapenda pesa, mama yangu alikuwa anapenda pesa, upande wa baba zangu alikuwa anapenda pesa, upande wa mama zangu alikuwa anapenda pesa. Mimi mwenyewe napenda pesa. Kwa hiyo ninakuja mbele zako, ninauleta moyo wangu wote kwako. Ninakiri mbele zako Bwana Yesu, mimi ni sawasawa na Yuda Iskariote kwenye masuala ya pesa. Ningeweza kumsaliti Yesu, ningeweza kulisaliti neno lako. Ninakiri mbele zako Bwana, ninaomba unisamehe mimi na watu wengine wote wanaoitwa wakina Yuda, ambao walikuwa wanapenda pesa mpaka kupuuza vitu vingine ambavyo vina uzima wa milele. Ninakuja kwako Bwana Yesu, ninaomba msamaha wa dhambi na ninaomba utakaso mimi pamoja na wenzangu hawa. Lakini pia na vipande hivi 30 vya fedha ambavyo Bwana viko mbele zangu, ambavyo navitumia kwa ajili ya maombi. Ninaomba Baba uvitakase, naomba Baba uvioshe, naomba Baba uvitumie kuweza kunifungua mimi kutoka kwenye mtego wa kiuchumi ambao ninao katika maisha yangu haya. Mungu Baba, nimeonewa kwenye eneo la uchumi, nimeonewa kwenye eneo la kupangiwa mishahara, nimeonewa kwenye eneo la kugawiwa mafungu fulani ya kihuduma. Ninakuja kwako, ninaomba msamaha wa dhambi. Ninajua kwamba yako matendo mabaya yaliyofanywa na mimi, yaliyofanywa na wazazi wangu, yanayohusu pesa, na pesa nyingine ni za kanisani. Baba, ninakuja kwako, ninaomba toba. Huenda katika utumishi wa wazazi wangu waliwahi kuchukua fedha za kanisa, waliwahi kuiba fedha za kanisa, ama waliwahi kudokoa, ama kushirikiana na watu ambao walikuwa wanahusika kwenye makanisa. Lakini pia nakuja na mimi mwenyewe katika utumishi wangu makanisani. Ninaomba msamaha wa dhambi mahali popote ambapo Bwana ilionekana roho ya hila kama ya Yuda Iskariote. Ninaomba unisamehe mimi.
naomba usamehe mke wangu, naomba usamehe watoto wangu, naomba usamehe familia yangu. Dhambi yoyote ya uwizi, dhambi yoyote ya udokozi, dhambi yoyote ambayo ilitokana na pesa, Baba ninaileta mbele zako. Lakini pia Bwana Yesu, pesa ilileta kiburi, ilileta majivuno katika moyo wangu, katika mawazo yangu, naamini kabisa hata kwa baba yangu na mama yangu. Kwa hiyo ninakuja kwako Bwana, ninaomba toba na utakaso, kama ulivyosema katika Ezekieli 28 ya kwamba moyo wako uliinuka kwa sababu ya utajiri wako. Mimi nakuja mbele zako Bwana Yesu, mahali pote ambapo moyo wangu uliwahi kujitukuza kwa sababu ya umaarufu unaotokana na pesa, unaotokana na elimu, umaarufu wote unaoletwa na dunia hii, ninaomba Bwana Yesu unisamehe. Naomba Bwana Yesu unitakase. Lakini pia naomba kwa ajili ya wenzangu wote hawa, tunapoombea lango la uchumi, ninaomba Bwana utuwezeshe katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Naomba na kushukuru. Amen. Ubarikiwe na Bwana. Mpendwa mtu wa Mungu, mimi ni mtumishi Christian Mwabukusi wa huduma ya madhabahu ya Kristo ama Christ Altar Ministries, na namba zangu za simu ni 0768211785 na pia Airtel ni 0692893294. Airtel 0692893294. Mungu akubariki sana na akutunze katika jina la Yesu Kristo. Amen.